kwa ajili ya salamu fupi. Karibu sana. Mwenyekiti wa chama yuko kazi kwa kuleta maendeleo. Ni kweli. Samia yuko kitu kwa kusimamia ilani. Hiyo ni kweli. Tawala na uongozi wake bora. Kagera hoye! CCM hoye! Samia! Dr. Samia! Ndugu mgombea wa urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, ndugu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dr. Asha Rose Migiro, kwa maslahi ya muda itifaki imezingatiwa. Ndugu mwenyekiti, tulipata maelekezo kutoka kwa katibu mkuu ambaye ndiye msimamizi wa waratibu wote kwenye kanda 11 kwamba tuzingatie nafasi ya wazee tunapofanya shughuli za kutafuta kura. Na napenda kukuhakikishia ndugu mwenyekiti, maelekezo hayo tunayatekeleza, na hata mzee Mwandri amesema hapa, pamoja na kwenda kuvamia harusi, lakini amekutana pia na kundi hilo. Na kwa niaba ya wazee wa mkoa wa Kagera, naomba kutambua mchango wao, na niwataje wachache walioko hapa. Nimewaona mzee Pius Ngeze ambaye amekuwa mwenyekiti wetu hapa wa chama kwa muda mrefu, na mzee Masabara. Na wataja hawa kwa sababu ulipotembelea hapa ulikutana nao na wakasoma risala, na bahati nzuri mimi nilikuwepo. Nimepata salamu zao, wameniomba nikushukuru na kukupongeza kwamba yale ambayo waliyapendekeza na dukuduku walizokuwa nazo kuhusu maendeleo ya mkoa wetu umeyatekeleza. Tunakupongeza kwa uungwana wako na usikivu wako. Sitaki kurejea aliyoyasema mwenyekiti wetu wa mkoa, ameyafafanua vizuri. Mimi msisitizo wangu ni huo kwamba mkoa wetu umeuimarisha na tumeanza safari ya mageuzi makubwa sana ya kiuchumi chini ya uongozi wako na maoni yako. Hongera sana mgombea wetu. Sasa kabla sijaendelea, na muda ni mfupi, ni mjibu mjumbe wa halmashauri kuu na waziri wa kilimo ndugu Bashe, ambaye pia amesifiwa na ndugu Mwandri kwamba kanishughulikia. Majibu ni mepesi tu. Tarehe 29 tutapimwa kwa kura kwenye boksi. Na mimi nimeshakuwa katibu mkuu wa chama, kwa hiyo navijua vigezo atakavyovitumia katibu mkuu kutuweka kwenye mstari, nani wa kwanza nani wa mwisho. Sasa majibu ni haya. Mpiga kura, mimi napiga kura Dodoma, na kituo cha mgombea urais ni kwamba atapiga Chamwino kura yake. Kwa hiyo kura namba 1 kwenye kanda yetu itatoka Chamwino. Na hajabadilisha taarifa zake. Kwa mujibu wa sheria anaweza akabadilisha akaenda Kizimkazi. Nimemnong'oneza hapa nikamuuliza hili niliseme, akasema anapiga Chamwino na anasubiri matokeo Chamwino. Hapo vipi? Hata mimi ambaye pia ni mratibu nimejiandikisha Dodoma mjini na ninapiga kura Dodoma mjini. Kabla ya tarehe 29 ziko kura 2. Na mimi nina hakika kama hujabadilisha matokeo mzee Mwandri, itabidi ukapigie Dodoma. Kwa hiyo hakuna sababu ya kujiuliza kanda gani itaongoza. Kanda itakayoongoza ni kanda ya kati. CCM hoye!
Sasa nikifafanua, katibu mkuu anasema subiri tarehe 29, na mimi naheshimu na ninatii maelekezo yako. Tunakupongeza na kukushukuru sana kwa kukubali ombi letu kwamba utakuwa mgeni siku ikifika kushiriki katika tamasha la Buhaya. Naomba mshangilie kwa makofi makubwa. Nimepata nafasi hii kukupongeza. Wewe ni muungwana, wewe ni msikivu. Na nimepata taarifa kwenye simu kutoka London, kutoka Washington, kutoka New York. Na orodha ni ndefu, naambiwa yale ya Nshomile. Lazima Mkwara kwanza mshangilie mama amekubali kushiriki kwenye tamasha la Buhaya. Shangilieni makofi makubwa. Tunakushukuru sana na kupongeza, na karibu sana. Tunaenda kujipanga vizuri. Wangapi mko tayari kujipanga kushiriki kwenye tamasha hilo? Nimalizie kwa kutaja jambo kubwa katika mageuzi unayoyafanya kuhusu muundo wa elimu katika nchi yetu. Mitaala imebadilika na muundo umebadilika. Ifikapo mwaka 2027 hilo ni badiliko kubwa sana. Shule ya msingi miaka 6, sekondari miaka 10. Mabadiliko haya ni ya mara ya kwanza tangu mwaka 1967. Kwa hiyo nawapongezeni sana viongozi wetu, mwenyekiti wetu, kwa mabadiliko makubwa ya kisera. Kuanzia mwaka 2027 elimu ya lazima katika nchi hii itakuwa miaka 10, miaka 6 shule ya msingi, miaka 4 sekondari. Hiyo ndiyo namna ya kutekeleza falsafa ya elimu ya kujitegemea. Falsafa ya elimu ya kujitegemea ni kwamba sasa watoto watakaa shuleni miaka 10, na hiyo itawaongezea umri wa kuishi, na wakitoka kule watakuwa wamepata maarifa na stadi zao ili waweze kujitegemea. Na mfumo huo sasa unatulazimisha kuweza kujipanga vizuri ili vyuo hivyo vya VETA vinavyojengwa na vyuo vya ufundi viweze kuwawezesha vijana waweze kuwa na uwezo na ujuzi wa kujitegemea. Asanteni sana na wapongezeni sana wana Kagera, mmetupa heshima. Na wapongeza wazee wa Kagera kwa kuendelea kutuongoza, na kipongeza Chama cha Mapinduzi kwa kutupa heshima. Na Mungu akipenda tuendelee kujivuna na kusherehekea maendeleo yanayoendelea kupatikana chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. CCM hoye! Naomba nimkaribishe Saida Kaloli kwa burudani fupi. Wakati huo Harmonize ujiandae.